Yes, bana, baada ya timu ya taifa Tanzania kunyimwa nafasi ya wazi ya mkwaju wa penati, naomba kunukuu kile ambacho amewahi kukisema miongoni mwa walimu ambao wamewahi kufundisha kwenye kikosi cha timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars. Adel Amrouch aliwahi kusema, aliyekuwa kocha wa Tanzania, na nukuu, Morocco ni taifa ambalo linachukuliwa kama taifa la kipekee sana Afrika, na ndio maana waamuzi wengi huegemea kimaamuzi kwao. Hii inaumiza sana, maana wanadhulumu jasho la wapambanaji wengine. Hii kauli ilimfanya afungiwe na CAF na kutozwa faini, lakini mwisho wa siku kesi ilifika CAS na Adel Amrouch alishinda na CAF kuamliwa wamlipe fidia. Na hiki ndicho ambacho kimekuja kutokea tena kwa mara nyingine tena na kuikumba timu ya taifa ya Tanzania. Wakati huo Adel Amrouch alizungumza maneno hayo akiwa na timu ya taifa ya Tanzania. Baada ya hapo, shirikisho la mpira wa miguu walikuja wakamfungia na kumpiga ban, lakini kesi ilienda hadi CAS na mwamba akashinda, na sasa Morocco wameamuliwa kumlipa fidia Adel Amrouch. Lakini hicho ambacho nikizungumza leo hii tena kimejitokeza kwenye mashindano ya AFCON ambayo Tanzania imenyimwa nafasi ya wazi na dunia nzima imetazama na kushuhudia kwamba yes, Taifa Stars tulikuwa tunastahili kupewa mkwaju wa penalti, kwa maana ni clear kwamba beki alicheza mazambi. Tuachane na hiyo. Sakata hili limekwenda mbali zaidi, limefika kwenye kituo cha michezo barani Ulaya, Sky Sports, miongoni mwa kituo au television ya michezo ambayo imekuwa ikifafanua matukio mbalimbali ya utata yanayohusiana na mambo ya kimichezo kwa hali ya juu kwa kutumia video review za juu zaidi. Sasa wao wamekiri kwamba Sky Sports na wao wamekiri ya kwamba lilikuwa ni tukio ambalo mwamuzi bila kupepesa macho alistahili kuwapa Taifa Stars, timu ya taifa Tanzania, mkwaju wa penati pasipo kuangalia Morocco anacheza na nani, pasipo kuangalia Morocco alikuwa ni mwenyeji wa mashindano, pasipo kupepesa macho. Hakuhitaji hata usaidizi wa VAR kwenda kujiridhisha ya kwamba ule ulikuwa ni mkwaju wa penati. Cha ajabu na cha kusikitisha zaidi, wenzetu wanashangaa ilikuwa vipi tukio kama lile kwenye mashindano ambayo ni ya kimaamuzi, hatua ya 16 bora mtoano, timu ikishinda inasonga mbele zaidi na mmoja akipoteza mchezo anaondoka, ameshindwa kwenda kutazama kwenye VAR. Sasa je, VAR kiwanjani zilikuwepo, zinafanya kazi gani? Hii inakuja kuthibitisha na kuonesha ni namna gani soka la Afrika bado tuko nyuma, kutokana kwamba tuko nyuma kwa sababu ambazo Waafrika wenyewe hatupendi kuona timu zingine zikiendelea, bali kuna baadhi ya mataifa ambayo yanachukuliwa kama ni mataifa ambayo yanapaswa kupata mafanikio kila wakati. Sasa Sky Sports wakati wanachambua wakauliza swali la msingi kweli, kama mwamuzi alijua kwamba VAR haifanyi kazi, yes, hawakuwa na mawasiliano na watu ambao walikuwa kule VAR rooms, na je, kama waliweza kuzungumza, kwa nini hakwenda kutazama kwenye VAR na kujiridhisha kwamba ule haukuwa mkwaju wa penalti? Kwa sababu wachezaji wa timu ya taifa Tanzania waliomba mwamuzi kwenda kwenye VAR na kujiridhisha ya kwamba lilikuwa ni tukio ambalo linastahili mkwaju wa penalti au si la. Lakini pamoja na juhudi zote ambazo zimefanywa na benchi la ufundi la timu ya taifa Tanzania likiongozwa na kocha mkuu wa timu hiyo Miguel Gamondi, Kapteni Bakari Nondo Mwamnyeto na wachezaji wengine wa taifa Tanzania ambao walishinikiza, waliokuwepo kiwanjani na ambao walikuwa benchi, juhudi hazikuzaa matunda. Mwamuzi aliamua kukataa katu ya kwamba sio mkwaju wa penati na timu ya taifa Tanzania haikustahili. Mwisho wa siku timu ya taifa ikawa imepoteza kwa bao 1-0 dhidi ya Morocco, wakawa wamequalify na Tanzania ikawa eliminated, kwa maana kwamba imeondoshwa kwenye mashindano na safari ikawa imeishia hatua ya 16 bora. Hii ni habari ambayo imegusa mioyo ya watu wengi sana. Ukitazama, ukisafiri mpaka nchini Algeria, Nigeria, Afrika Kusini,
wote wanalalamika, inakuwa vipi Tanzania imenyimwa nafasi ambayo ilipaswa kuwa nafasi bora na muhimu kwa timu ya taifa kusawazisha na kuweza kupata nafasi nyingine ya kujiuliza kwamba yes, wanaweza wakawa wamepata nafasi ya ku-equalize, kwa maana ya kuweka mezani sawa, na mwisho wa siku game ingeweza kwenda mbali zaidi. Yote kwa yote, tukubali ya kwamba mpira wa Afrika bado tunayo safari kubwa kabisa. Tuko nyuma kama miaka 10. Kama kuna teknolojia ambayo inahusika kwenye kuchangia maamuzi kiwanjani ya VAR, ni za nini huwa hazitumiki kwenye yale matokeo ambayo ni ya msingi? Mwamuzi ambaye binafsi namuona amefanya vyema sana ni kwenye mchezo wa timu ya taifa ya Tunisia na timu ya taifa ya Mali, ambapo alitoa mkwaju wa penalti kwa Mali kwenye dakika ambazo kama mwamuzi haupo kwa ajili ya kusimamia sheria 17 za mchezo, sio rahisi kuweza kufanya vile. Na ndio maana waamuzi kama hao. Lakini pia Sky Sports wakawa wamepitia baadhi ya picha zile ambazo zilikuwa zikisambaa zikionyesha kwamba wamezungumza rais wa shirikisho la mpira wa miguu Morocco na waamuzi kwenye dakika 45 za kipindi cha pili. Kwa maana baada ya zile dakika 45 za kwanza kumalizika, dakika 45 kipindi cha pili, wakati wanarejea kiwanjani, mwamuzi alizungumza vitu na rais wa shirikisho la mpira wa nchini Morocco. Walikuwa wanazungumza nini? Ile ni ishara ya kwamba kuna kitendo cha rushwa kimefanyika, na ndio maana timu ya taifa ya Tanzania wameweza kuonewa. Walikuwa wanastahili ushindi kutokana na kwamba walikuwa na game plan nzuri, walikuwa na game nzuri zaidi. Labda wenyeji wameona aibu kuondoshwa katika hatua ya 16 bora. Na hata hivyo ndio maana Morocco imekuwa ikisumbua sana Afrika. Kuna wakati wanasema kwamba wao wanataka kujitenga na bara la Afrika, lakini yote hii ni kwa sababu wao wanaamini kwamba kufanikiwa kupo kwao tu, bali si kwa timu zingine. Ni aibu kubwa. Na sasa tazama tumefikisha wapi shirikisho la mpira wa miguu. Rais wa shirikisho la mpira wa miguu Patrice Motsepe atazungumza nini baada ya timu ya taifa ya Tanzania kunyimwa haki yao ya msingi, kunyimwa nafasi ambayo ilikuwa ni muhimu kwa timu ya taifa Tanzania, lakini kupoteza nafasi ambayo ilikuwa ni bora zaidi kwa timu ya taifa Tanzania kuweza kuweka mchezo uweze kuwa sawa, na mwisho wa siku huenda ingekuwa ni nafasi pekee ya timu ya taifa Tanzania kuweka rekodi nyingine tena kutinga hatua ya robo finali ya michuano ya AFCON, kwa maana kwamba toka tumepata uhuru ni mara yetu ya kwanza timu ya taifa Tanzania kwenda kucheza hatua ya 16 bora, kuwania kwenye hatua ya mtoano 16 bora. Sasa je, kwa kutazama hiki ambacho amekizungumza Sky Sports, inaashiria ya kwamba timu ya taifa ya Tanzania imenyimwa haki yao halali.